بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Imewakaribia watu hisabu yao, nao wamo katika mghafala wanapuuza. Hayawafikii mawaidha mapya kutoka kwa Mola wao mlezi ila huyasikiliza na huku wanafanya mchezo. Zimeghafilika nyoyo zao, na wale waliodhulumu hunong'onezana kwa siri, ni nani ati huyu isipokuwa ni binadamu tu kama nyinyi? Mnauendea uchawi hali nanyi mnauona? Alisema, Mola wangu mlezi anayajua yasemwayo mbinguni na katika ardhi, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Lakini wao walisema, hizo ni ndoto za ovyo ovyo, bali amezizua tu, bali huyo ni mtunga mashairi. Basi atuletee miujiza kama walivyotumwa wale wa mwanzo. Hawakuamini kabla yao watu wa mji tuliouangamiza, basi je, wataamini hawa? Na kabla yako hatukuwatuma ila watu wanaume tuliowapa wahi, basi waulizeni wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui. Wala hatukuwafanya miili isiyokula chakula, wala hawakuwa wenye kuishi milele. Kisha tukawatimizia miadi, na tukawaokoa wao na waliowataka, na tukawateketeza waliopita mipaka. Na hakika tumekuteremshieni kitabu ambacho ndani yake yamo makumbusho yenu. Je, hamzingatii? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Anbiya imeteremka Maka. Hii ni sura iliyoteremka Maka baada ya surati Ibrahim. Aya zake ni 112. Inabainisha kukaribia kiyama na hali washirikina wameghafilika nacho. Nao walidai kuwa mtume hatakuwa binadamu, na pengine wakisema kuwa hii Qur'an ni uchawi, na pengine kuwa ni mashairi, na pengine ni ndoto za ovyo ovyo.
na maonyo yapo mbele yao. Na mitume wote hawakuwa ila ni wanadamu tu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na waliowatangulia kabla yao walisema uongo kama walivyosema uongo Makureshi. Mwenyezi Mungu aliwajalia ajali yao, kwani yeye ni mweza wa kuteketeza na kubakisha, na ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na ardhi. Na malaika kila walipo wanamtakasa kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu, wala hawasiti. Na hakika kwenda sawa mbingu na ardhi ni dalili kuwa muumba wake ni mmoja, kwani lau kuwa wangalishirikiana waumbaji mambo yangelifisidika. Na mitume wote wamekuja na amri ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu peke yake, wala hana mwana, wala asiseme yeyote kuwa yeye ni Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu. Wasemao hivyo malipo yao ni Jahannam. Na subhanahu kabainisha utukufu wa viumbe vyake na ajabu za uumbaji wake wa mbingu na ardhi, na akabainisha hali ya washirikina na makafiri. Naye subhanahu wa ta'ala amenabihisha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyowahifadhi watu, na akaashiria subhanahu nini malipo ya makafiri siku ya kiyama. Na akataja hadithi ya Musa na Harun pamoja na Firauni, na hadithi ya Ibrahim pamoja na kaumu yake, na alivyomneemesha kwa dhuria wema. Naye subhanahu wa ta'ala ametaja hadithi ya Lut na kaumu yake na walivyoangamizwa, na hadithi ya Nuh alayhi salam na ukafiri wa kaumu yake na walivyoteketezwa isipokuwa walioamini. Kisha subhanahu wa ta'ala akaashiria hadithi za Suleiman na Daud na Ayub na Ismail na Idris na Dhulkifli na Dhunnun na Maryam, na akataja habari za Juj na Majuj. Naye subhanahu amebainisha vitendo vyema na matunda yake, na malipo watayolipwa wenye kumcha Mungu na wakatenda mema, na hali yao siku ya kiyama, na rehema ya Mwenyezi Mungu katika ujumbe wa Muhammad, na maonyo ya Mwenyezi Mungu kwa washirikina, na kwamba hakika amri yote ni yake yeye anavyohukumu, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Umewakaribia washirikina wakati wao wa kuhesabiwa siku ya kiyama, na wahali wameghafilika na kitisho chake wanapuuza kuiamini. Haiwajii Qur'ani kutokana na Mola wao mlezi pale inapoteremka kuwakumbusha ya kuwanufaisha, ila wao huisikiliza na hali wao wameshughulika na mengine yasiyo na faida nao, wakicheza kama wachezavyo watoto wadogo. Nyoyo zao zimo katika pumbao, hazizingatii, wameshikilia kuficha njama zao za kumpinga nabii na Qur'ani, wakiambizana wenyewe kwa wenyewe, huyu Muhammad si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi, na mtume hawi ila malaika. Basi je, mnamsadiki Muhammad na mnahudhuria baraza za uchawi, na hali nyinyi mnaona kuwa hakika huo ni uchawi? Mtume kwa kuwa Mwenyezi Mungu kamjulisha waliokuwa kiyasema kwa siri, aliwaambia, Mola wangu mlezi anayajua yote yanayosemwa katika mbingu na katika ardhi, na yeye ndiye anayesikia kila linalosikiwa, na anajua kila linalotokea. Bali wao wakasema, hizi ni mchanganyiko wa ndoto alizoziota Muhammad, bali kazua tu na akamsingizia Mwenyezi Mungu kwa uongo. Kisha wakaacha hayo na wakasema, bali huyu ni mtunga mashairi, anaziteka nafsi za wenye kumsikiliza. Kama kweli basi na atuletee muujiza hasa wa kuonyesha ukweli wake, kama walivyotumwa manabii wa zamani wakitiwa nguvu kwa miujiza mbalimbali. Hizo kaumu tulizoziangamiza baada ya kukadhibisha hiyo miujiza hazikuamini. Basi je, watakujaamini hawa yatakuwadia hayo yatakayo? Ewe nabii, kabla yako wewe hatukuwatumia watu ila watu wa kibinadamu vile vile, ambao tuliwafunulia dini waifikishe kwa watu. Basi enyi mnaokataa, waulizeni wanazuoni wajuwao elimu za vitabu vilivyoteremka, ikiwa nyinyi hamyajui hayo. Wala sisi hatukuwajalia mitume kuwa na miili na kutalifiana na miili ya wanadamu wengine, wakawa wanaishi bila chakula, na wakabaki siku zote, na wala hawakuwa wanaishi daima milele. Kisha tukawatimizia na tukawahakikishia ahadi, na tukawaokoa wao, na pamoja nao tukawaokoa tuliotaka kuwaokoa miongoni mwa waumini. Na makafiri waliovuka mipaka tuliwaangamiza kwa kukadhibisha kwao na kukataa ujumbe wa nabii wao. Sisi hakika tumekuteremshieni kitabu,
ndani yake yamo mawaidha ya kuwakumbusheni, ikiwa mtakisoma na mtayatenda yaliyomo ndani yake. Basi huwaje mkakipuuza na mkakikataa? Je, inda na upumbavu umefika hadi ya kukufikisheni ya hali hii mliyo nayo, mkawa hamuelewi lipi lenye manufaa nanyi mkalikimbilia? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
na mingapi katika miji iliyokuwa ikidhulumu tumeiteketeza na tukawasimamisha baada yao watu wengine. Basi walipoihisi adhabu yetu, mara wakaanza kukimbia. Msikimbie, na rejeeni kwenye zile zile starehe zenu na maskani zenu mpate kusailiwa. Wakasema, ole wetu, hakika sisi tulikuwa madhalimu. Hakikuacha hicho kuwa kilio chao mpaka tukawafanya kama waliofyekwa wamezimika. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa mchezo. Kama tungelitaka kufanya mchezo tungejifanyia sisi wenyewe, lao kwamba tungelikuwa ni wafanyao mchezo. Bali tunaitupa kweli juu ya uongo, ikauvunja na mara ukatoweka. Na ole wenu kwa mnayoyazua. Na ni vyake yeye tu Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na katika ardhi, na walioko kwake hawafanyi kiburi wakaacha kumwabudu, wala hawachoki. Wanamtakasa usiku na mchana, wala hawanyong'onyei. Au wamepata miungu katika ardhi inayofufua? Lao wangelikuwamo humo miungu wengine isipokuwa Mwenyezi Mungu, basi bila shaka hizo mbingu na ardhi zingelifisidika. Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, Bwana wa Arshi, na hayo wanayoyazua. Yeye hahojiwi kwa yatendayo, na wao ndio wanaohojiwa kwa wayatendayo. Au wanawaabudu miungu mingine badala yake? Sema, leteni ushahidi wenu. Haya ni ukumbusho wa hawa walio nami, na ukumbusho wa walio kabla yangu, lakini wengi wao hawaijui kweli, na kwa hivyo wanapuuza. Na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote, ila tulimfunulia ya kwamba hapana Mungu isipokuwa mimi, basi niabuduni mimi tu. Na wanasema, Ar-Rahman, mwingi wa rehema, ana mwana. Subhanahu, ametakasika na hayo. Bali hao ni watumwa waliotukuzwa. Hawamtangulii kwa neno, nao wanafanya amri zake. Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala hawamwombei yoyote ila yule anayemridhia yeye, nao kwa ajili ya kumwogopa wananyenyekea. Na yeyote kati yao atakayesema, mimi ni Mungu, badala yake, basi huyo tutamlipa malipo yake Jahannam. Hivyo ndivyo walipavyo wenye kudhulumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na wengi katika watu wa miji tuliiteketeza kwa sababu ya ukafiri wao na kuwakadhibisha manabii, na baada yao tukasimamisha kaumu nyingine zenye hali bora na mwisho mwema kuliko hao. Na tulipotaka kuwateketeza na wakahisi ukali wa adhabu yetu na uwezo wetu wa kuwateremshia hayo watakayoyapata, wakafanya haraka kukimbia kama wanyama hayawani, ati kutafuta kuokoka. Enyi wapinzani, msikimbie, hapana kitu chochote kitakachokulindeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Rudini kwenye zile neema na majumba mliokuwa nayo. Huenda watumishi wenu na wenzenu wakakutakieni msaada na rai kama ilivyokuwa ada yenu. Wapi hamtoweza. Kwa kuwa hao makafiri wamekwisha sikia wanavyokejeliwa na wanavyoitwa kwenda teketezwa, na wanayakini nako, basi watasema, hakika kweli sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu tulipoyaacha yanayotunafiisha na tusiziamini ishara za Mola wetu mlezi. Maneno hayo hawaachi kuyakariri na kuyapigia makelele mpaka kwa adhabu yetu tukawafanya kama mimea iliyofyekwa na moto uliozimika, hawana tena uhai. Wala hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa mpango huu wa hikma na muundo huu wa namna peke yake kwa mchezo, bali tumefanya yote haya kwa hikma ya juu ambayo wanaifahamu wenye kuzingatia. Lau kuwa tunataka kufanya mchezo na pumbao, isingelimkinika kuchukua ila yaliyo katika ufalme wetu, kwani hapana ufalme ila wetu. Ingelikuwa sisi ni wa kufanya hayo, wala nasi si wenye kufanya hayo, kwa kuwa si laiki ya haki yetu. Lakini jambo linalotuelekea sisi kulifanya ni kuipambanisha kweli juu ya uongo, ipate kuondoa. Na nyinyi makafiri mtahiliki kwa sababu ya kumzulia Mwenyezi Mungu na mtume wake.
na ni vya mwenyezi mungu peke yake vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi, kwa kuviumba na kuvimiliki. Basi ni haki yake peke yake kuabudiwa. Na malaika waliokaribishwa kwake hawana kiburi cha kuwazuia kumwabudu na kumnyenyekea, wala hawaoni machofu na kunyong'onyea kwa ibada ya mchana na usiku. Wanamtakasa aliyetukuka shani yake na kila lisilomwelekea. Kumtakasa huku hakusiti, bali huo ni mtakaso wa daima, hawana shughuli nyingine ya kuwashughulisha. Washirikina hawafanyi wafanyavyo waliokaribishwa katika kumsafishia ibada Mwenyezi Mungu, bali wao wamewaabudu wenginewe na wakafanya miungu duniani isiyostahiki kuabudiwa, na huwaje kwenda kuabudu kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu ambacho hakiwezi kufufua. Lau kuwa mbinguni na duniani kuna miungu isipokuwa Mwenyezi Mungu wanaoendesha mambo yao, basi ingeliharibika nidhamu iliyosimamishiwa hizo mbingu na ardhi kwa kuumbwa, na ikafikilia mwisho wa mpango na hikma. Basi na atakasike Mwenyezi Mungu mwenye ufalme wote na yote wanamsingizia washirikina. Yeye subhanahu hahojiwi kwa anayoyatenda, kwani ni yeye pekee mwenye utukufu na madaraka, mwenye hikma na ujuzi, hakosei katika kutenda chochote. Ni wao ndiyo watahisabiwa na kuhojiwa kwa anayoyatenda, kwa kuwa wao hukosea kwa udhaifu wao na ujinga wao na kughilibiwa na matamanio. Hawajui wajibu wa Mwenyezi Mungu ulio juu yao, ndiyo maana wakawa na miungu mingine isiyokuwa yeye wakaiabudu bila kuwa na ushahidi wowote wa kuingia akilini wala uthibitisho wa kweli. Ewe nabii, waambie, leteni uthibitisho wenu kama kweli Mwenyezi Mungu anamshirika katika utawala, hata kafaa kushirikishwa katika kuabudiwa. Hii Qur'ani iliyokuja kukumbusha umati wangu kwa linalowajibika, na hivi vitabu vya manabii wengine vilivyokuja kukumbusha kaumu za kabla yangu, vyote hivyo vimesimama juu ya tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu. Lakini wengi wao hawajui yaliyokuja ndani ya vitabu hivyo, kwa sababu hawajishughulishi kuyazingatia yaliyomo humo. Basi wao wamekuwa wenye kuipuuza imani ya Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, sisi hatukumtuma mtume yeyote kabla yako, ila tulimpa wahi, yani ufunuo, awafikishie watu wake kuwa hastahiki kuabudiwa isipokuwa mimi. Basi nisafieni ibada iwe kwangu tu. Na baadhi ya makafiri wa Kiarabu walisema Ar-Rahmani, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ana mwana, kwa yale madai yao kuwa malaika ni binti za Mwenyezi Mungu. Ametakasika na kuwa na mwana, kwani hawa malaika ni waja wake waliotukuzwa tu kwa kukaribisha na kwa wanavyomwabudu yeye. Hawamtangulii Mwenyezi Mungu kwa kauli yao wainenayo kabla ya yeye kuwapa ruhusa, na wao hawatendi lolote ila kwa amri yake tu, wala hawapindukii mipaka ya amri anayoamrisha. Mwenyezi Mungu anazijua hali zao zote na vitendo vyao vyote walivyovitanguliza na walivyoviakhirisha, wala hawamwombei mtu kwake ila kwa aliyeridhia Mwenyezi Mungu. Na wao jinsi ya wingi wa hofu yao kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtukuza yeye, daima wanahadhari naye. Na miongoni mwa malaika atakayesema mimi ni Mungu wa kuabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu, huyo tutamlipa kwa kumtia jehanamu. Mfano wa malipo hayo tunamlipa kila mwenye kupindukia mipaka ya haki na wakajidhulumu nafsi zao kwa kudai uungu na kuingia katika ushirikina. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Je, hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana, kisha sisi tukazibandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai? Basi je, hawaamini? Na tukaweka katika ardhi milima iliyodhibiti ili isiwayumbishe, na tukaweka humo njia pana ili wapate kuongoka, na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa, lakini wanazipuuza ishara zake. Na yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi, vyote katika anga vinaogelea. Nasi hatukumjalia mwanadamu yeyote kabla yako kuwa na maisha milele. Basi je, ukifa wewe, wao wataishi milele? Kila nafsi itaonja mauti, na tunakujaribuni kwa mtihani wa shari na kheri, na kwetu sisi mtarejeshwa. Na wakikuona waliokufuru hawakufanyi wewe ila ni kitu cha maskhara tu. Je, ndiye huyu anayeitaja miungu yenu, na hali wao wanakataa kumkumbuka Ar-Rahman, mwingi wa rehma? Mwanadamu ameumbwa na haraka, nitakuonyesheni ishara zangu, basi msinihimize. Na wanasema, ahadi hii itatokea lini, ikiwa nyinyi mnasema kweli? Lao wangelijua wale waliokufuru wakati ambao hawatauzuia moto kwenye nyuso zao wala migongo yao, na wala hawatanusuriwa. Bali utawafikia kwa ghafla na utawashtua, na wala hawataweza kuurudisha, wala hawatapewa muhula. Na mitume walio kabla yako walikwisha dhihakiwa, kwa hivyo wale waliowafanyia maskara yaliwafika yale waliokuwa wakiyafanyia dhihaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wenye kukufuru wamepofuka, na hawaoni kuwa mbingu na ardhi hapo mwanzo zilikuwa zimeshikamana. Kwa uwezo wetu tukazibambandua mbalimbali, na tukajalia kutokana na maji ambayo hayo si kitu hai, kila chenye uhai kutokana na hayo hayo. Basi je, baada ya yote haya wangali kupuuza tu, na hawaamini kuwa bila shaka yoyote hapana Mungu isipokuwa sisi?
je, hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana, kisha sisi tukazibambandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai? Basi je, hawaamini? Aya hii ina maana ya kisayansi yenye kutilia nguvu nadharia ya elimu za kisasa katika kuumbwa sayari na ardhi. Nayo ni kuwa mbingu na ardhi asili yao zilikuwa zimeshikamana, na ukweli wa sayansi zinazokubaliwa ni kuwa hakika ziliambatana, na sayansi mbalimbali zinathibitisha hayo. Na zipo nadharia nyingine kadhaa wa kadhaa ambazo kwazo zaweza kuelezea dhahiri ya mambo haya, lakini bado kuthibiti nadharia mojapo kwa njia ya mkato kwa wanazuoni kwa kuwafikiana wote. Kwa kuonyesha mfano, tutataja nadharia mbili. Nadharia ya kwanza imehusu kuumbwa kwa mfumo wa jua, yani solar system. Kwa mfano, imethibiti kuwa mawingu au umande uliozunguka jua ulianza kuenea kwenye anga hilo baridi, na chembe-chembe za gasi zinazofanya hayo mawingu au moshi zikakusanyika kwenye chembe-chembe za vumbi linalokwenda kwa kasi kubwa. Kisha chembe-chembe hizo zikawa zinagongana na zinarindikana, na huku ndani yake zikawamo gasi nzito, na kukazidi kurindika na kujumuika kwa kupita mamilioni na mamilioni ya karne, mpaka zikafanyika sayari na mwezi na ardhi kwa umbali unaostahiki. Na yajulikana kuwa huku kukusanyika na kurindika huzidisha mbinyo, yani presha, na huo huzidisha joto. Na gamba la ardhi lilipoingia kupoa, na wakati ziliporipuka volkano, ardhi ikapata mvuke wa maji na gasi ya carbon dioxide iliyotokana na mripuko ya volkano, na katika iliyosaidia kupatikana oxygen katika hewa. Baada ya hapo ni nishati na nguvu za miale ya jua kwa njia ya mwanga juu ya mimea na majani ya mwanzo. Ama nadharia ya pili imehusiana na uumbaji wa ulimwengu kwa jumla, ambao kwa muhtasari unaelezwa na kauli yake mtukufu, zilikuwa zimeambatana, yani zimeshikamana na kuwa kitu kimoja. Na hayo ndiyo yaliyofikiria mwishoni elimu ya sayansi katika uumbaji wa ulimwengu. Nayo ni kwamba kabla ya kufikiria sura yake hii ya sasa, ulikuwa kama donge ilokusanyika lenye kutisha, la mkusanyiko wa chembe-chembe zenye kuambatana chini ya mbinyo, yani presha, hata akili haiwezi kuifikiria. Na hizi sayari zote na nyota zilioko mbinguni hivi leo tunazoziita mfumo wa jua, solar system, zilikuwa ni mkusanyiko wa donge moja lisilozidi nusu diamita yake maili milioni 3. Na neno lake Mwenyezi Mungu tukazibambandua linafahamisha ule mripuko mkubwa wa mwanzo wa kinyuklia, ukazalisha uumbaji wa anga na sayari za namna mbalimbali tunazoziita kwa pamoja mfumo wa jua au solar system. Na tukajalia kwa maji kila kilicho hai. Aya hii imethibitisha uhakika wa kisayansi uliothibitishwa na ncha mbalimbali za elimu. Imethibitisha cytology, sayansi ya cells, yani khalaya, kwamba maji ni muhimu kabisa katika ujengaji wa cells zote za vitu vilivyo hai, ikiwa mimea au wanyama. Na elimu ya kimia, yani chemistry, kwamba maji ni lazima yapatikane katika vitendo na mageuko yoyote katika viumbe vilivyo hai. Basi hayo maji ama yawe ni kiungo, kitu cha kusaidia, au cha kuwamo ndani ya kitendo, au ni matokeo yake. Na imethibitisha elimu ya viungo, fizioloji, kwamba maji ni dharura kwa viungo kufanya kazi yao. Bila ya hayo maji hautodhihiri uhai katika viungo. Na katika dalili za uweza wetu ni kuwa tumeifanya milima imesimama imara kwenye ardhi ili isiumbe na watu, na tumefanya humo njia pana za kupitia kwa wasaa ili waweze kuongoza njia humo kwa makusudio yao. Maoni ya wataalamu juu ya aya 31. Na tukaweka katika ardhi milima iliyothibiti ili siwayumbishe, na tukaweka humo njia pana ili wapate kuongoka. Ilivyokuwa ndani ya ardhi kila kitu kimeyayuka,
na lau kuwa milima imewekwa tu katika baadhi ya sehemu za huu mpira wa dunia kama majabali yaliyonyanyuka juu tu, uzito wao ungelisababisha gamba la dunia liyumbe au lipindane na kupasuka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa shani yake ameifanya milima isimame imara kwa kuwa na mizizi iliyozama kwenye gamba la ardhi mpaka chini kwenye kina kirefu kulingana na urefu wake kwenda juu. Kwa hivyo imekuwa hiyo milima kama vijingi, kama alivyojalia eneo la vinyenyuko hii na mizizi ni duni kuliko maeneo ya gamba iliyozunguka. Yote haya ni kwa ajili ya kueneza sawa uzito wa juu ya gamba kwa upande zote, ili pasiwepo kuyumbayumba na kupasuka. Kwani hakika kuenezwa kwa uzito juu ya uso wa dunia yakaribia kuwa hakuleti athari kubwa ya kutajika. Na elimu za kisasa zimethibitisha kuwa kuenezwa kwa nchi kavu na maji juu ya ardhi na kuwepo mfululizo wa milima juu yake ni katika yanayohakikisha hali ilivyo ardhi. Na imethibitika kuwa chini ya milima mizito kuna vitu vyepesi kubungujika, na chini ya maji ya bahari kuu vipo vitu vizito. Kwa kuenezwa uzani wa namna hiyo mbalimbali katika dunia na mgawanyo huu wa milima, makusudio yake ni kusawazisha uzani wa mpira huu wa ardhi. Na ilivyonyanyuka milima zikatokea nyanda za mabonde na njia baina ya milima na mwambao na bahari na minyanyuko, na zikawa njia. Na tumeifanya mbingu kama dari iliyonyanyuliwa, na tukailinda isianguke au visianguke viliomo humo. Na juu ya hayo wao hawazioni wala hawazingatii ishara zetu zenye kuonyesha uwezo wetu na hikma yetu na rehema yetu. Maoni ya wataalamu juu ya aya 32. Na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa, lakini wanazipuuza ishara zake. Aya hii tukufu imethibitisha kuwa mbingu na vyote viliomo ndani yake vimehifadhiwa visiwe na ila yoyote, na vimehifadhiwa visidondoke juu ya ardhi. Na mbingu ni kila kilicho juu yetu, kuanzia kifuniko hichi cha hewa inayowalinda walioko juu ya ardhi na hatari nyingi za angani ambazo zinazuia maisha, mfano wa vimondo vya nyota za mkia na miale. Na juu ya ardhi pana kifuniko cha hewa kinacholinda ardhi kwa nguvu za mvutano, na haifai kukosekana hivyo bila ya maangamizo kabisa. Na juu ya kifuniko cha hewa ndiyo kuna hizo sayari za mbinguni, na zipo kwa umbali mbalimbali kufuatana na nyendo zao tangu mwanzo. Na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa, yaani hizo sayari na vyote vilio mbinguni vyaonekana kwa nadhari yetu kama kwamba ni dari, na tunaona vilio juu ya vichwa vyetu kama ni vidogo kuliko vilioko upeo wa macho. Na hayo ni kini macho tu, kama tunapoliona jua kubwa wakati wa kuchomoza na kuchwa kuliko adhuhuri. Na hili kubwa la mbingu lina sifa zake zinazofitalifiana kila ukizidi mnyanyuko wa ardhi, kama hizo sayari za mbinguni kwa mujibu wa jicho linavyoonekana katika kuba la mbinguni. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi. Vyote hivyo vinakwenda katika njia zake kama alivyozijalia Mwenyezi Mungu, na zinamtakasa bila kupotea. Maoni ya wataalamu juu ya aya 33. Na yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi, vyote katika anga vinaogelea. Kila sayari ya mbinguni na mzunguko wake mahsusi inaogelea kufuata, na zote hizo hazifichi, na zinakwenda kwa mwendo wao maalum katika anga. Na sisi tunaona hayo kwa hakika kwa kutazama mwendo wa jua na mwezi. Kama kadhalika mzunguko ardhi wake wenyewe ndiyo unaoleta usiku na mchana kwa zamu, kama kwamba unaogelea. Ewe nabii, hatukumjalia mwanadamu yeyote kabla yako wewe aishi milele, hata ikawa hawa makafiri wakawa wanakutamania ufe wewe. Vipi wanakutamania mauti wewe, na hali na wao vile vile watakufa kama wewe? Ukifa wewe, je, ndiyo wao watabakia kushinda wanadamu wote? Kila nafsi haina budi kuonja mauti. Na sisi tunakufanyieni hapa duniani kama wenye kukupeni mtihani, kwa kukupeni yenye manufaa yenu na yenye madhara pia.
ili abagulike mwenye kushukuru kwa kupewa kheri na kuvumilia balaa, na yule asina fadhila kwa neema ipatayo na anapapatika akipata misiba. Nanyi mtarejeshwa kwetu, na hapo tutakuhesabieni vitendo vyenu. Na wakikuona ewe nabii wale waliomkataa Mwenyezi Mungu na waliokuja nayo wewe, hawakufanyii wewe ila masara na kejeli. Huambiana wao kwa wao, ndiyo huyu anayewatia aibu miungu yenu, na hali wao hawasadiki kumdhukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyewaenezea rehema yake. Na ikawa wao wanataka waletewe adhabu kwa upesi, basi ndiyo tabia binadamu kutaka kila jambo kwa haraka. Basi enyi wenye haraka, nitakuonyesheni neema yangu duniani na adhabu yangu akhera, msijishughulishe kuhimiza kitu ambacho hakina budi kuwa. Maoni ya wataalamu juu ya aya 37. Mwanadamu ameumbwa na haraka, nitakuonyesheni ishara zangu, basi msinihimize. Makusudio ya kauli ya ishara ni ishara za maumbile yenye kuonyesha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na uweza wake. Na ujuzi wa elimu za sayansi utavumbua kwa mujibu wa itavyonyanyuka kile binadamu, na hayo ni kwa mujibu wa miadi iliyowekwa kwa wakati wake. Kila ukifika wakati maalum Mwenyezi Mungu hudhihirisha ishara zake, au huwasahilishia wanadamu njia za kufikiria ishara hizo. Na makafiri wanaohimiza adhabu na huku wanaona haiwi, wanasema, lini yatakuwa hayo mnayotuahidi enyi waumini, kama kweli hayo mnasemayo? Lau kuwa hao waliomkufuru Mwenyezi Mungu wangelijua hali yao wakati watakapokuwa hawawezi kuondoa moto kwenye nyuso zao na migongo yao, na wala hawampati wa kuwasaidia kuondoa, wasingelisema wayasemayo. Kiyama hakiwajii kwa kukitarajia kutokea kwake, bali kitawazukia kwa ghafula tu, kiwabadaishe wasiweze kukirudisha, wala wao hawatapewa muhula wa kutubia na kutafuta udhuru kwa waliokwisha yatenda. Na mitume wa kabla yako yaliwapata vile vile ya kufanywa kejeli na makafiri katika kaumu zao, ikawateremkia hao waliokataa mitume na kuwafanyia maskhara adhabu hiyo hiyo ambayo wao walifanyia maskhara na kejeli. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Sema, nani anayekulindeni usiku na mchana na Ar-Rahman mwingi wa rehema, bali wao wanapuuza kumkumbuka Mola wao mlezi? Au wao wanao miungu wataweza kuwakinga nasi? Au hawawezi kujinusuru nafsi zao wala hawatalindwa nasi? Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka umri ukawa mrefu kwao. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukiipunguza ncha zake? Basi je, hao ni wenye kushinda? Sema, mimi nakuonyeni kwa wahi, na viziwi hawasikii wito wanapoonywa. Na wanapoguswa na mpulizo mmoja wa adhabu itokayo kwa Mola wako mlezi, bila shaka wao husema, ole wetu, hakika tulikuwa wenye kudhulumu. Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya Kiyama. Basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote, hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta, nasi tunatosha kuwa washika hisabu. Na kwa yakini tuliwapa Musa na Harun kipambanuzi na mwangaza na makumbusho kwa wachamgu, ambao wanamhofu Mola wao mlezi faraghani na wanaiogopa saa ya Kiyama. Na haya ni makumbusho yaliyobarikiwa tuliyoyateremsha. Basi je, mnayakataa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie, ni nani anayekutufadhili na nakama zake wakati wa usiku na mchana, na akakurehemuni na kukuneemesheni? Hapana awezaye hayo. Lakini wao wanaipuuza Qur'ani, ambayo ndiyo inawakumbusha ya kuwapa na kuwalinda na adhabu. Kwani wao wanao miungu wa kuwalinda na adhabu itokayo kwetu? Hasha! Hiyo miungu yao haiwezi kujilinda wenyewe, licha kumlinda mwinginewe. Wala hapana yoyote awezaye kumlinda yoyote kati yao karibu yake au pamoja naye pindi tukitaka kumwadhibu na kumteketeza. Sisi hatufanyi haraka kuadhibu hawa kwa ukafiri wao, lakini tunawapururia na kuwastarehesha katika uhai wa dunia, kama tulivyostarehesha baba zao kabla yao, mpaka umri ukawa mrefu kwao. Je, wanajitia upofu hawaoni yanayowazunguka, wakaona kuwa sisi tunaiendea nchi na tukaipunguza ncha zake kwa ushindi wa waumini? Ni wao ndio wenye kushinda waumini ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwasaidia na kuwaunga mkono. Maoni ya wataalamu juu ya aya 44. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukipunguza mipaka yake? Basi je, hao ni wenye kushinda? Aya hii ni katika aya za miujiza ya kisayansi katika Qur'ani tukufu. Hii inaonyesha kuwa dunia si duara kamili, na wataalamu wa sayansi hawakutamakani kupima masafa ya dunia barabara mpaka kiasi ya miaka 250 tu takriban. Walipoingia kikundi cha mabingwa waliohusika na elimu ya kupima marefu baina daraja mbili za urefu, yani longitude, na hayo kwa pahala mbalimbali duniani. Katika kupima huku ikadhihiri kuwa nusu ya kati ya dunia kwenye ikweta inazidi kuliko nusu ya poles kwa takriban kilomita 21.5. Yani dunia imepungua katika ncha zake, yani katika poles. Na inajulikana maalum kuwa sura ya dunia na masafa yake ndiyo msingi katika kuchorwa kwa ramani. Ewe nabii, sema, sikuhadharisheni kwa maneno yanayotokana nani, lakini nakuhadharisheni kwa wahi, yani ufunuo unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu ulionijia mimi, na huo ni wa haki na kweli. Lakini hao kwa sababu ya kupuuza kwao kurefu kuipuuza sauti ya haki, Mwenyezi Mungu ameyaziba masikio yao mpaka wakawa kama viziwi. Na kiziwi hasikii wito wanapohadharishwa na adhabu.
na kuwa na yakini kuwa nao wakisibiwa hata na chembe ya adhabu ndogo walioifanyia masara hupiga kelele kwa hofu wakisema, ole wetu, hakika sisi tulikuwa tunajidhulumu nafsi zetu na tukuwadhulumu wenginewe tulipoyakataa tuliyoambiwa. Na sisi tunaweka mizani ya kupimia kwa uadilifu siku ya Kiyama, basi hadhulumiwi mtu kwa kupunguziwa wema wake au kuongezewa maovu yake. Hata ikiwa ni kiasi ya uzani wa chembe ndogo hii, tutaileta na tutaihisabu, na yatosha kuwa ni sisi ndiyo wa kuhisabu, basi hapana atakayedhulumiwa kitu. Maoni ya wataalamu juu ya aya 47. Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya Kiyama, basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote, hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta, nasi tunatosha kuwa washika hisabu. Aya hii tukufu inaonyesha kuwa chembe ya khardali ni hadi ya udogo katika mizani. Imethibitika kwa majaribio ya sayansi kuwa kilogramu ya chembe za khardali ni chembe 9,013. Kwa hivyo chembe moja ya khardali ni takriban sehemu moja katika 1000 ya gramu, yaani takriban sawa na miligramu moja. Na huu ni uzito mdogo kabisa unaojulikana katika mbegu za mimea mpaka sasa. Kwa hivyo hutumiwa katika kupimiwa vitu vidogo vidogo kabisa. Na Musa na Haruni tuliwapa Taurati ya kupambanua baina ya kweli na uongo, na halali na haramu. Na juu ya hivyo, hiyo ni nuru ya kuongoa watu wafuate njia ya kheri na uongozi mwema, na ni kumbusho la kuwafaa wacha Mungu ambao wanamhofu muumba wao mwenye kumiliki mambo yao yote, juu ya kuwa wako mbali na watu na wala hawamoni mtu. Nao wamo katika hofu ya daima kuihofu siku ya Kiyama. Na hii Kurani ni kumbusho lenye kheri nyingi. Tumekuteremshieni kama tulivyomteremshia Musa, basi yawaje nyinyi mwikatae, na hali nyinyi ndiyo mnaostahiki zaidi kuiamini kuliko watu wote. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Na hakika tulikwisha mpa Ibrahimu uongofu wake zamani na tulikuwa tunamjua. Alipomwambia baba yake na watu wake, ni nini haya masanamu mnayoyashughulikia kuyaabudu? Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiyaabudu. Akasema, bila shaka nyinyi na baba zenu mmekuwa katika upotofu uliodhahiri. Wakasema, je, umetujia kwa maneno ya kweli au wewe ni katika wachezao tu? Akasema, bali Mola wenu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi, ambaye ndiye aliyeziumba, na mimi ni katika wenye kuyashuhudia hayo. Na wallahi nitayafanyia vitimbi masanamu yenu haya baada ya mkisha geuka kwenda zenu. Basi akayavunja vipande vipande ila kubwa lao, ili wao walirudie. Wakasema, nani alifanyia haya miungu yetu? Hakika huyu ni katika waliodhulumu. Wakasema, tumemsikia kijana mmoja akiwataja, anaitwa Ibrahim. Wakasema, mleteni mbele ya macho ya watu wapate kumshuhudia. Wakasema, je, wewe umeifanyia haya miungu yetu ewe Ibrahim? Akasema, bali amefanya hayo huyu mkubwa wao. Basi waulizeni ikiwa wanaweza kutamka. Basi wakajirudi nafsi zao, wakasema, hakika nyinyi mlikuwa madhalimu. Kisha wakarejea kwenye ule upotovu wao, wakasema, wewe unajua kwamba hawa hawasemi. Akasema, basi nyinyi mnawaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wasiokufaini kitu wala kukudhuruni. Aibu yenu nyinyi na hivyo mnavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu.
basi nyinyi hamtii akilini? Wakasema, mchomeni moto na muinusuru miungu yenu ikiwa nyinyi ni watendao jambo. Sisi tukasema, ewe moto, huwa baridi na salama kwa Ibrahimu. Wao walimkusudia maovu, lakini sisi tukawafanya wao ndio waliohasiri. Na tukamwokoa yeye na Luthi, tukawapeleka kwenye nchi tuliyoibariki kwa ajili ya walimwengu wote, naye tukampa Ishaq na Yakub huwa ni ziada, na wote tukawajaalia wawe watu wema. Na tukawafanya maimamu wakiongoa watu kwa amri yetu, na tukawafunulia watende kheri na washike sala na watoe zaka, na walikuwa wanatuabudu sisi tu. Na Luthi tukampa hukumu na elimu, na tukamwokoa na ule mji uliokuwa ukifanya maovu. Hakika hao walikuwa watu wabaya wachafu. Na tukamuingiza katika rehema yetu, hakika yeye ni miongoni mwa watenda mema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika sisi tulikwisha mpa Ibrahimu uongofu na fikra ya kutafuta haki kwa usafi wa nia kabla ya Musa na Harun. Na sisi ni wenye kujua vyema hali yake na fadhila zake zilizomfanya astahiki kuchukua utume. Ewe nabii, kumbuka pale Ibrahimu alipomwambia baba yake na watu wake kuwaonya juu ya masanamu waliokuwa wakishughulikia kuyabudu. Ni nini haya masanamu ambayo nyinyi mmeshika kuyabudu? Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiyatukuza na wameshika kuyabudu, nasi tukawafuata. Yeye akasema, nyinyi na baba zenu kabla yenu ni wazi kuwa nyote mko mbali na haki. Wakasema, je, umetujia kwa haya uyasemayo na hakika ya kweli unayoiamini, au kwa maneno haya wewe ni katika wanaofanya pumbao na mchezo tu bila ya kuwa na maana yoyote? Akasema, hapana masara katika niyasemayo, bali Mola wenu mlezi anayestahiki peke yake kutukuzwa na kuogopwa na kuabudiwa ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi, na akazileta bila kuwapo mfano wake wa kuigiza. Basi ni haki yake yeye tu peke yake kuabudiwa. Na mimi kwa haya niyasemayo ni katika wenye hakika ambao hunena wanayashuhudia na wanayajua. Na akasema moyoni mwake, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, nitayafanyia vitimbi haya masanamu yenu niyavunje pale mtapoondoka, ili mpate kuona upotovu wenu. Baada ya kushaondoka wale watu, Ibrahimu aliendea masanamu akayavunja vipande vipande, isipokuwa sanamu kubwa. Hilo waliliacha ili wapate kulirejea waliulize liisibu miungu yao, nalo halikujibu kitu. Kwa hivyo upotovu wa ibada yao ukabainika. Baada ya kushaona yaliyowapata miungu yao, wakasema, nani aliyeitenda haya miungu yetu? Hakika mtu huyu hapana shaka ni katika waliojidhulumu wenyewe kwa adhabu itayompata. Wakasema baadhi yao, tumemsikia kijana mmoja akitaja kwa kuisubu, naye anaitwa Ibrahimu. Wakasema wakubwa wao, nendeni mkamlete ahukumiwe mbele ya macho ya watu na washuhudie aliyoyatenda. Baada ya kuishamfadhulisha wakasema, ni wewe uliyeitenda haya miungu yetu, wewe Ibrahimu? Kuwanabihisha upotovu wao alisema kwa kejeli, hili kubwa lao ndiyo lililotenda hayo. Iulizeni hiyo miungu aliyoyatenda huyu, kama kweli inaweza kujibu suala yenu. Wakazirejea nafsi zao wakifikiria ile ibada yao kuabudu vitu visivyomnufaisha yoyote, wala haviwezi kujitetea wenyewe. Wakayaona makosa yao. Baadhi yao wakasema, Ibrahimu si katika waliodhulumu, bali nyinyi ndiyo madhalimu kwa kuabudu vitu visiyostahiki kuabudiwa. Kisha wakarejea tena, wakaacha uongofu, wakarudia upotovu. Wakamwambia Ibrahimu, hakika wewe umekwisha jua kuwa haya masanamu tunayoabudu hayasemi kitu. Basi vipi unatutaka tuyaulize? Ibrahimu akasema, ikiwa hali yao haya masanamu ni hii, hayawezi kitu, na nyinyi ndiyo mahusiano yenu nao ni hivi, basi nyinyi mmekuwa mnaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu
na badala yake mnaabudu vitu visivyokupeni faida hata chembe mkiviabudu, wala havikudhuruni kwa lolote mkiviachilia mbali. Aibu yenu nyinyi na miungu yenu mmelanika, mnaacha fikra zenu zipotee na mnapuuza kuzingatia. Bila shaka haya masanamu hayafai kuabudiwa. Wakaambiana wenyewe kwa wenyewe, mchomeni moto mpate kuinusuru miungu yenu kwa mateso haya, ikiwa nyinyi mnataka kufanya kitu cha kuinusuru miungu yenu. Sisi tukaufanya moto ule uwe baridi na salama, hauna madhara yoyote kwa Ibrahimu. Wao walitaka kumwangamiza, lakini sisi tukamwokoa, na tukawafanya wao ndio watu waliohasiri mno. Na tukamwokoa yeye na Luthi na njama zilizopangwa, wakaelekea kwenye nchi tuliyoijalia kheri nyingi kwa watu wote, na tukawapeleka huko manabii wengi. Na tukampa Ibrahimu mtoto Ishaka, na kutokana na Ishaka tukampa Yakubu zaidi kuliko aliyotaka. Na wote wawili Ishaka na Yakubu tuliwajalia kuwa ni watu wema. Na tukawafanya ni manabii, wakiwaendea watu, wakiwaongoa kwenye kheri kwa mujibu wa tulivyoamrisha. Na tukawaonyesha vitendo vyema na kudumisha sala kama inavyofaa na kutoa zaka. Na wakawa watunyenyekea na kutusafia ibada sisi tu. Luthi tukampa kauli ya kukata na madhubuti katika hukumu na elimu yenye manufaa. Na tukamwokoa kutokana na mji ambao watu wake wanafanya kitendo cha namna peke yake katika uovu. Hakika hao walikuwa watu walioshikilia kufanya maovu, waliotoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu na tabia iliyozoewa. Tukampeleka njia ya watu wa rehema yetu. Hakika huyo alikuwa miongoni mwa watu wema aliowakusanya Mwenyezi Mungu katika rehema yake, na akawakujulia msaada wake. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Na Nuhu alipoita zamani, nasi tukamuitikia, na tukamwokoa yeye na watu wake kutokana na shida kubwa, na tukamnusuru na watu waliozikanusha ishara zetu. Hakika hao walikuwa watu wabaya, basi tukawazamisha wote. Na Daud na Suleiman walipokata hukumu katika kadhia ya konde, walipolisha humo mbuzi wa watu usiku, na sisi tulikuwa wenye kushuhudia hukumu yao hiyo. Tukamfahamisha Suleiman, na kila mmoja wao tulimpa hukumu na elimu, na tuliifanya milima na ndege kuwa pamoja na Daud imnyenyekee na imtakase Mwenyezi Mungu, na sisi ndiyo tuliofanya hayo. Na tukamfundisha kuunda mavazi ya vita kwa ajili yenu ili ya kuhifadhini katika kupigana kwenu. Je, mtakuwa wenye kushukuru? Na tukamsahilishia Suleiman upepo wa kimbunga wendao kwa amri yake kwenye ardhi tuliyoibarikia, na sisi ndiyo tunaojua kila kitu. Na pia mashaitani wanaompigia mbizi na kufanya kazi nyinginezo, na sisi tulikuwa walinzi wao. Na Ayubu alipomwita Mola wake mlezi akasema, mimi yamenipata madhara, na wewe ndiye unayerehemu kuliko wote wanaorehemu. Basi tukamuitikia,
na tukamwondolea madhara aliyokuwa nayo, na tukampa watu wake na mfano wao pamoja nao kuwa ni rehema inayotoka kwetu na ukumbusho kwa wafanyao ibada. Na Ismail na Idris na Dhulkifli wote walikuwa miongoni mwa wanaosubiri, na tukawaingiza katika rehema yetu, hakika wao walikuwa katika watu wema. Na Dhunnun alipoondoka hali ameghadhibika na akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake, basi aliita katika giza, hapana Mungu isipokuwa wewe subhanaka uliyetakasika, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Basi tukamuitikia na tukamwokoa kutokana na dhiki, na hivyo ndivyo tunavyookoa waumini. Na Zakaria alipomwita Mola wake mlezi, Mola wangu mlezi, usiniache peke yangu, na wewe ndiye mbora wa wanaorithi. Basi tukamuitikia na tukampa Yahya na tukamponyeshea mkewe, hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda mema na wakituomba kwa shauku na hofu, nao walikuwa wakitunyenyekea. Na mwanamke aliyelinda uke wake, na tukampulizia katika roho yetu, na tukamfanya yeye na mwanawe kuwa ni ishara kwa walimwengu. Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja, na mimi ni Mola wenu mlezi, kwa hivyo niabuduni mimi. Nao wakalikata jambo lao hili mapande mapande baina yao, wote watarudi kwetu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na hapa tumtaje Nuhu wa kabla ya Ibrahimu na Luti, pale alipomwomba Mola wake mlezi aisafishe nchi kwa kuondoa waovu. Tukamwitikia ombi lake, tukamwokoa yeye na wale walioamini katika watu wake kutokana na shakawa ya kimbunga kikubwa. Tukamlinda kwa nusura yetu na vitimbi vya kaumu yake waliozikanusha ishara zetu zenye kuthibitisha utume wake. Hakika hao walikuwa watu wa shari, basi tukawagharikisha wote. Ewe nabii, wataje Daudi na Suleiman walipotoa hukumu katika kesi ya konde iliyoingiliwa na mbuzi wa watu mbali usiku na wakala mazao yake. Na sisi tulikuwa tunajua hukumu iliyohusiana na kesi hiyo. Kisa cha hiyo hukumu: mbuzi waliingia usiku mmoja katika konde ya mtu, wasibakishe kitu. Daudi akahukumu kuwa wale mbuzi wawe wa mwenye konde kulipia hasara yake. Suleimani akatoa hukumu nyingine akasema, mbuzi wale wabakie mikononi mwa mwenye konde mpaka itapomea tena mazao yake, na avumilie kwa aliyompata, na baada yake warejesheane. Basi tulimfahamisha Suleimani hiyo fatwa, na wote wawili tuliwapa hikma na elimu ya maisha na mambo yake. Na tulimfanyia Daudi pamoja na milima itii na imtakase Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa anamtakasa yeye Daudi na kila lisiyokuwa inamwelekea Mwenyezi Mungu. Na kadhalika tuliwafanya ndege hivyo hivyo wamsabihe Mwenyezi Mungu pamoja naye. Na tulifanya hayo kwa uweza wetu usioshindika. Tukamfundisha Daudi kufuma nguo za chuma ili zikulindeni katika vita vyenu. Basi mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyokuneemesheni. Na tulimsahilishia Suleiman upepo unaovuma kwa nguvu mtumikie, na huo ulikuwa unakwenda kwa kufuata amri yake mpaka kwenye nchi tuliyoizidishia kheri yake. Nasi ni wenye kuyajua yote hayo, halitupotei kubwa wala dogo. Na tukawafanya mashetani wamtumikie kwa kuzamia chini baharini kumletea lulu na marijani, na wakifanya kazi nyinginezo kama kujenga ngome na majumba kifalme. Na sisi tulikuwa tukiwaangalia katika kazi zao hizo. Basi hapana hata mmoja wao aliyepata shida, wala hawakuvunja amri ya Suleimani. Ewe nabii, mtaji Ayubu pale alipomwita Mola wake mlezi, na maradhi yalikwisha mdhoofisha, na akasema, ewe Mola wangu mlezi, hakika nimesibiwa na madhara na yananiuma, na wewe ni mbora wanaorehemu. Tukamwitikia kwa aliyoyaomba, tukamwondolea madhara na tukampa watoto kwa kadiri ya waliokwisha kufa. Na tukamwongezea mfano wa wale kuwa ni rehema iliyotokana na fadhila yetu.
na pia likuwa ni kumbusho kwa wenginewe wanaotuabudu ili wapate na kusubiri kama alivyosubiri yeye, na wakatumai kupata rehema ya Mwenyezi Mungu kama alivyotumai yeye. Ewe nabii, watajie watu wako habari za Ismail na Idris na Dhulkifli. Wote hao ni miongoni mwa wanaosubiri wakahimili taklifa na shida, na tukawajalia miongoni mwa watu wa kupata rehema yetu. Hakika hao ni katika waja wetu wema. Ewe nabii, taja kisa cha Yunus aliyemezwa na samaki pale alipoona dhiki kwa vile watu wake walipopuuza wito wake, naye akawahama akenda mbali nao, na huku amewakasirikia. Akadhani ya kuwa Mwenyezi Mungu amemruhusu kuwahama na kwamba haitopita hukumu juu yake. Samaki akammeza na akaishi katika kiza cha bahari. Akamwita Mola wake mlezi kwa kumnyenyekea na kuungama aliyokuwa nayo, akasema, ewe Mola wangu mlezi, hapana wakuabudiwa kwa haki ila wewe. Ninakutakasa na kila lisilokuelekea wewe. Ninaungama kwa hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao kwa kutenda yasiyokupendeza. Tukamwitikia kwa aliyokuwa akiyaomba, na tukamvua na dhiki aliyokuwa nayo. Na mfano wa hivi ndivyo tunavyookoa waumini wanaoungama makosa yao na wakatuomba kwa usafi wa moyo. Na kitaje kisa cha Zakaria alipomwita Mola wake mlezi baada ya kushaona uweza wake subhanahu kwa alivyomtia katika nafsi yake matarajio ya rehema yake. Alisema, ewe Mola wangu mlezi, usiniache mpweke bila ya kuwa na mrithi, na wewe ndiye mbora wanaorithi, kwani wewe ndiye utakayebaki baada ya kumalizika viumbe vyote. Tukamtimizia matumaini yake, na tukamwitikia dua yake, na tukamtunukia juu ya ukongwe mwanawe Yahya, tukamfanya mkewe tasa aweze kuzaa. Hakika wasafi hao manabii walikuwa wepesi wa kutenda kheri tunayoitaka waitende, na wanatuomba kwa kutumai rehema yetu na kuihofu adhabu yetu, na walikuwa hawamtukuzi mtu wala hawamwogopi mtu isipokuwa sisi tu. Pamoja na hawa, simulia kisa cha Mariamu aliyeulinda uke wake, nasi tukamfikishia siri katika siri zetu. Tukamjalia chukue mimba bila ya mume, na tukamjalia mwanawe azaliwe bila baba. Akawa yeye na mwanawe dalili iliyo wazi ya uweza wetu kugeuza sababu na vinavyosababishwa. Na hakika sisi ni waweza wa kila kitu. Hakika mila hii nayo ndiyo Uislamu, ndiyo mila iliyo sahihi nayo kupasini kuilinda, kwa kuwa ni mila moja iliyoshikamana wala kuhatilifiana baina hukumu zake. Basi nanyi msifarikiane katika mila hii kwa makundi na vyama. Na mimi ndiye Muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, basi niabuduni mimi tu, wala msinishirikishe na mwingine. Na juu ya kuwepo uongozi huu, aghlabu ya watu waligawanyika kwa mujibu wa matamanio yao, wakafanya mambo yao ya dini mapande mapande, wakawa makundi mbali mbali, na kila kundi laturejea sisi tulihisabie vitendo vyake. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعلمون
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Na atendaye mema naye ni muumini, basi haitakataliwa juhudi yake, na hakika sisi tunamwandikia. Na haiwi kwa wanamji tuliouangamiza ya kwamba hawatarejea, mpaka watapofunguliwa Juju na Majuju wakawa wanateremka kutoka kila mlima, na miadi ya haki ikakaribia. Hapo ndipo yatakapokodoka macho ya waliokufuru. Ole wetu, bila shaka tulikuwa tumeghafilika na haya, bali tulikuwa wenye kudhulumu. Hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni kuni za Jahannam, huko mtaingia tu. Lau kuwa hawa ni miungu wasingeliingia, na wote watadumu humo. Lao wao humo ni kupiga mayowe, na wala hawatasikia. Ama wale ambao wema wetu umewatangulia, hao watatenganishwa na hayo.
hawatausikia mvumo wake, na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao. Hicho kitisho kikubwa akitwahuzunisha, na malaika watawapokea. Hii ndiyo siku yenu mliokuwa mkiahidiwa, siku tutakapozikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu. Kama tulivyoanza umbo la mwanzo tulirudisha tena. Ni ahadi iliyo juu yetu, hakika sisi ni watendao. Na hakika tulikwisha andika katika Zaburi baada ya kumbukumbu ya kwamba nchi watairithi waja wangu waliowema. Hakika katika haya yapo mawaidha kwa watu wafanyao ibada. Nasi hatukukutuma ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Sema, hakika imefunuliwa kwangu ya kwamba hakika Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Je, mmesilimu? Na kama wakigeuka, basi sema, nimekutangazieni sawa sawa, wala sijui yako karibu au mbali hayo mlioahidiwa. Hakika yeye anajua kauli ya dhahiri na anajua miafichayo. Wala sijui pengine huu ni mtihani tu kwenu na starehe mpaka muda kidogo. Sema, Mola wangu mlezi, hukumu kwa haki, na Mola wetu mlezi ni mwingi wa rehema, aombwaye msaada juu ya mnayoyazua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Basi mwenye kutenda vitendo vyake vyema, naye ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na dini yake aliyoiridhia, hatopunguziwa kitu katika juhudi yake, bali atalipwa malipo kamili. Na sisi ni wenye kuiandika hiyo juhudi yake, basi hakitopotea kitu. Na haitakuwa kwa watu wa mji tuliouteketeza kwa sababu ya dhuluma yao kwamba hawatarejea kwetu siku ya Kiyama, bali hapana budi kuwa watarejea, na tutawahisabia vitendo vyao viovu. Mpaka itapofunguliwa milango ya shari na ufisadi, wakaingia wana wa Juju na Majuju, wakikimbizana kuteremka milimani na majiani kwa kufanya vitendo vya fujo na rabsha. Na ikakaribia miadi iliyo haina budi kutimizwa, nayo ni siku ya Kiyama. Wakawa wale waliokufuru wanakutanika, wakikodoa macho yao kwa wingi wa kitisho, wakipiga makelele kusema, kitisho gani hichi cha kutuangamiza? Hakika sisi tulighafilika na siku hii, bali tulikuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zetu kwa ukafiri na inda. Wataambiwa makafiri hawa, nyinyi na hiyo miungu mliokuwa mkiabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni kuni za moto wa jahanamu. Nyinyi mtaingia humu mwadhibiwe. La, kama hawa mlioabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni miungu inayostahili kuabudiwa, wasingeliingia nanyi humo. Na nyote wenye kuabudu na kuabudiwa mtabaki motoni, wala hamtatoka. Humo watatoa pumzi zitokazo vifuani kwa sauti kama ya mwenye kukabwa kwa dhiki watayopata, na hawatasikia la kuwafurahisha. Hakika wale tuliowakubalia kwa kufuata kwao haki na vitendo vya kheri, na tukawaahidi malipo mema, hao watawekwa mbali kabisa na jahanamu na adhabu yake. Hawatasikia sauti ya moto wake unavyovuma, nao huko watapata kila ambacho nafsi inatamani daima milele. Hawatuhuzunishwa na kitisho kikubwa kinachowafadhaisha makafiri, na malaika watawapokea kwa kuwapongeza kwa kusema, hii ndiyo siku yenu ya neema aliyokuahidini Mola wenu mlezi. Siku tutapozikunja mbingu kama zinavyokunjwa karatasi katika kitabu, na tutawarejeza viumbe kwa ajili ya hisabu na malipo. Wala hatushindwi kuwarejeza, kwani tuliwaumba mara ya kwanza, na kama tulivyoanza tutawarejeza. Ahadi yetu kwa hayo ni ahadi ya kweli. Daima sisi tunatenda tunayoyaahidi. Na tulikwisha andika katika Zaburi, nacho ni kitabu cha Daudi baada ya Taurati, kwamba nchi watairithi waja wangu waliowema, wapate kuitengeza na kusahilisha njia za maisha bora humo. Bali wenye upole watairithi nchi, ni Zaburi hiyo 37:11. Wenye haki watairithi nchi, na watakaa humo milele, Zaburi 37:29.
hakika katika haya tuliyoyataja habari za manabii pamoja na kaumu zao na habari za pepo na moto yanatosha kuwakumbusha na kuwafanya mawazingatie watu walio tayari kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee na hawasalitiki na mapambo ya dunia. Na hatukukutuma ewe nabii ila uwe ni rehema kwa walimwengu wote. Ewe nabii, sema, hakika kiini cha wahi alionipa Mwenyezi Mungu ni kwamba hakika nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye, na yote yaliyobakia niliyofunuliwa yanafuata asili hii. Ikiwa mambo ni hivyo, basi nakuwajibikieni mjisalimishe na mnyenyekee kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Wakitokujali wito wako, basi waambie, nimekufunzeni yote yaliyoniamrisha Mola wangu mlezi, na kwa hivyo tumekuwa sawa kwa kuyajua hayo. Wala mimi sijui hayo ya kufufuliwa na kuhesabiwa mlioahidiwa yatakuwa karibu au mbali. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua yote yasemwayo, mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha. Na sijui pengine huko kupewa muhula na kuakhirishwa adhabu, nyinyi ndiyo Mwenyezi Mungu anakufanyeni mtihani tu na kukuseresheni kwa ladha za maisha, mpaka alipokadiria Mwenyezi Mungu kukuhesabieni kwa hikma yake. Ewe nabii, sema, ewe Mola mlezi, tuhukumu baina yangu na hawa niliowafikishia wahi kwa uadilifu, ili wasiwe sawa waumini na makafiri. Na Mola wetu mlezi mwenye kuneemesha kwa neema kubwa, mwenye kustahiki kuhimidiwa na kushukuriwa, ndiye wakutakiwa msaada kuvunja uzushi mnaozua enyi makafiri.